Habari wapendwa, ninawashukuru kwa kuendelea kufuatilia Sauti ya Upatanisho. Leo tena kuna kitu kipi ambacho nataka tujifunze, na mambo haya ambayo tunajifunza yatakuwa msingi mzuri wa kukusaidia kuendelea kupokea kutoka kwa Mungu. Leo nataka tujifunze jinsi ya kukesha. Wakati mwingine neno kukesha watu wengi hawaelewi maana yake. Kwenye Biblia limetajwa kesheni, kesheni. Lakini nataka kuambia kwamba katika kukesha kuna mambo mawili au matatu ambayo nitakufundisha. Jambo la kwanza, unatakiwa ujielewe, ujue wewe ni nani katika Mungu. Ujue wewe una sehemu gani katika Mungu aliyekuumba, aliyekufanya uje katika ulimwengu huu. Ni muhimu sana kutambua kabisa kwamba Mungu anakupenda jinsi ulivyo. Mungu anakuheshimu jinsi ulivyo. Mungu amekupa nafasi kama watu wengine wote wale walioko katika uso wa dunia. Mungu hajakutenga. Mungu anakupenda na anakujali. Na alilipa gharama kupitia kwa mwanae Yesu Kristo ili wewe upate nafasi. Kwa hivyo jambo la kwanza la msingi sana ni kujijua. Unyajua wewe ni nani ndani ya Kristo au ndani ya Mungu muumba. Na ndiposa amekupa uhai leo ili uweze kuishi kwenye hatima yako. Jambo la pili ni kumjua Mungu aliyekuumba. Moja ni Mungu aliyesheheni huruma. Mungu aliyesheheni upendo, amejaa upendo, amejaa huruma, amejaa rehema, amejawa na neema. Ni Mungu aliyejawa na upendo usio wa kawaida. Yeye yuko tayari kukukumbatia hata kama umekosea. Yeye yuko tayari kukuelekeza hata kama ulikuwa umepotoka. Ya msingi tu ni kumtambua na kumuelewa na kumpa nafasi. Hilo ni jambo la pili la muhimu sana. Lakini jambo la tatu ni kumwamini. Ni vizuri kumwamini Mungu kwa sababu alichokisema katika neno ndivyo ilivyo. Kwanza alilipa gharama kupitia kwa Yesu Kristo. Biblia inasema ili kila amwaminie asipotee bali awe na uzima. Lakini pia ni muhimu sana kutambua kabisa kwamba wewe uko duniani sio kwa sababu yako, lakini kwa sababu Mungu ameruhusu. Kwa hivyo ana jambo anataka kukutendea, ana jambo anataka ulione, ulifurahie, kwa kuwa hakukuumba tu uteseka upitie katika changamoto. Alikuumba pia ufurahie maisha ya kuwepo hai. Bwana asifiwe. Nataka nisome kidogo katika kitabu cha Luka sura 21 kuanzia mstari wa 34 na kushuka kidogo, tuone kwa nini tunaambiwa tukeshe. Inaitwa himizo za kuwa waangalifu. Wameandika nasema, basi jiangalieni mioyo yenu isije ikaelemewa na ulafi na ulevi na masumbufu ya maisha haya. Siku ile ikawajia ghafla kama mtego unasavyo. Asema, kwa kuwa ndivyo itakavyowajia watu wote wakao juu ya uso wa dunia nzima. Anamalizia kusema, basi kesheni ninyi kila wakati mkiomba, ili mpate kuokoka katika haya yote yatakayotokea na kusimama mbele za mwana wa Adamu au mbele za Yesu Kristo. Unaona neno hilo kesheni, maana yake iweni macho rohoni. Tambueni kabisa nyinyi ni nani ndani ya Mungu na Mungu ni nani ndani yenu. Tambueni kabisa Mungu anawazaje juu ya ndoa yako, juu ya mkeo, juu ya mumeo. Mungu anawazaje, amezungumza nini juu ya watoto wako. Bwana tusaidie sana. Kumbuka kila mtu aliyeko duniani aliumbwa na Mungu. Lakini kila kitu kilichoko duniani kiliumbwa na Mungu. Na Mungu ndiye mwanzo wa kila unachokiona katika ulimwengu. Bwana Yesu atusaidie. Kwa hivyo ni muhimu sana tujirudishe, tujikabidhi tena upya kwa yeye anayejua mwanzo wetu. Maana yeye peke yake ndiye anaye hatima yetu nzuri. Mungu hawezi kukuumba ili akuangamize. Anakuumba ili akuinue, akupe furaha, akupe amani na hatimaye akupe uzima wa milele.
Ni vizuri tukeshe. Nasema tusihangaike na masumbufu ya ulimwengu, lakini tukeshe. Kukesha ni kuishi katika mchakato. Kukesha ni kuishi katika ushirika, ni kuishi pamoja na Kristo kupitia kwa Roho wake. Ni kuamua kwamba naomba kuanzia leo niongozwe na Roho wa Mungu, niongozwe na Mungu. Mungu akusaidie sana. Nataka tuombe na wewe maombi haya. Rudia maombi haya nyuma yangu na Mungu atakubariki sana. Sema, Bwana Yesu, nimekubali leo kuongozwa na wewe. Ninaomba unisamehe makosa na dhambi zangu, unisamehe na uniokoe na hila za shetani. Nifanye upya maisha yangu ili niweze kuishi kwenye hatima yangu na kwenye njia yangu niliyokusudiwa na wewe. Uliponiumba ulikusudia niishi katika njia ya kukupendeza. Nipe neema nitembee katika mbingu iliyofunguka ili niweze kukufurahisha siku zote za maisha yangu. Asante Bwana kwa kuwa utanisaidia. Katika jina la Yesu, amen. Baada ya kuomba maombi haya, ni muhimu sana kama Mungu akikusaidia uweze kuniandikia. Unaweza ukatuma message ukasema, hakika mimi nimeomba na wewe mtumishi wa Mungu, na mimi nitaendelea kukuombea na kukutegemeza mbele za Mungu. Mungu akubariki kwa kuwa umetambua ulikotoka na ndiko utakakorudi. Shalom, shalom. Amen, amen, amen. Asante.